kutokea sabato kadhaa zilizopita tukijifunza kuhusu hila za shetani ambazo wanazitumia kuwashikilia watu kwenye dhambi zao mpaka wakati ambapo watakuwa wamechelewa kutubu. Hakuna kingine shetani anafanya, yaani kumshikilia mwanadamu kwenye jambo ambalo linamshinda, kwenye vita, kwenye tabia ama mazoea ambayo yanamshinda mara kwa mara kuyaacha, ambayo ni mabaya. Haijalishi ananuia kuacha, yaani ana demand kabisa kuacha, ama ameridhika hataki kuacha. Haijalishi, yeye anachotaka kuona ni wewe mwanadamu ukiendelea kuwa katika hali ambayo haukubaliwi na mbingu. Kwa maana mtu akitenda dhambi automatically ametangazia mbingu kwa kitendo kwamba yeye bado hayuko tayari kuishi maisha ya mbinguni, si kweli? Sasa wakati ambapo mimi nikitulia, huwa nina wakati mwingine huzuni inaniingia sana kwamba kwa nini dhambi ambazo ninazitenda mara nyingi ni zile ambazo ninazifahamu kwa muda mrefu? Kwa nini mazoea mabaya ambayo ninayafanya ni yale ambayo nimekuwa nikiyachukia kwa muda mrefu? Mshawaiona hiyo, ama ni mimi ndio niko nimebobea kwenye dhambi na wenzangu? Sawa. Hasa sabato iliyopita, ukiacha ile ya jana, sabato ya juzi, ya wiki juzi, tulijifunza, na anaweza kukumbuka tujifunza nini ambao walikuwepo? Tunaweza kuwa hatukumbuki, lakini tulichojifunza katika sabato hiyo ni jinsi gani shetani anatumia ukaribu ama undugu wa wanadamu katika nini? Katika kuimarisha dhambi moyoni. Jinsi gani anawafanya watu wajidhanie tu kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini kumbe ni watumishi wake. Kitabu cha Pambano Kuu mahali nasema hata katika nyumba za Wakristo wabobezi, bendera nyeusi ya shetani inapepea. Unaelewa hicho Kiswahili? Wana matengenezo ambao unajua majina yao, ambao ukienda kwake unaanza kujiuliza, sijui nitaishije na huyo mtakatifu. Anasema hivi, hata katika hao bendera nyeusi ya shetani ingali ikifanyeje? Ikipepea. Sasa hatari ni ndogo? Sio ndogo. Yule bwana alishinda malaika. Na mimi ambaye nimezaliwa, baba yangu mwenyewe amenizaa, siku hiyo labda ameenda kwenye mambo yake ya uhalifu, amekuja ndio akakuta nimezaliwa ndani. Mimi nitapona eti? Ni kwa neema ya Kristo. Na nguvu inayohitajika ni kubwa kuliko ya wale ambao wenyewe walikuwa watakatifu kwa asili, ila wakaanguka wakawa ni malaika wa shetani. Sasa leo tutakuwa tufungue Biblia zetu kitabu cha Luka sura ya 13. Nafikiri tutatumia muda tu mfupi katika kitu kidogo ambacho ni kikubwa, kwa maana ndio tumepewa dhamana ya kumwokoa mwanadamu. Kitabu cha Luka sura ya 13. Kuna kitu cha kutafakari hapa. Tuanzie fungu la ngapi? Tuanzie fungu la 6. Akanena, nani anaweza kuwa na microphone karibu, ili tusikilizane wote? Sawa, fungu la 6. Luka 13 fungu la 6. Inasema, akanena mfano huo, mtu
mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Mstari wa 7, akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama, miaka 3 hii inaja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Sawa. Mstari wa 8. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi. Mstari wa 9, nao ukizaa matunda baadaye, pema ra. Usipozaa ndipo ukate. Nao ukizaa matunda baadaye ni vema. Usipozaa, anasema vema, la usipozaa ndipo ukate. Amina. Shukuru. Hiki kisa ni kifupi, lakini mambo ambayo tungeweza kujiuliza hapo na kujifunza ni mambo mengi sana. Anazungumzia mfano, lakini kitu ambacho nimekuja kubaini ni kwamba nilikuwa sielewi Yesu akiitwa nabii maana yake. Nimekuja kuona kuwa mifano yote ambayo Yesu ameitoa kama mifano katika maandiko matakatifu ni unabii. Aidha ulikuwa unaendelea saa hiyo ama ulikuwa ni unakuja. Kwa mfano, Yesu alipokuwa akizungumzia mfano ule wa wanawali kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 25. Alikuwa anazungumzia, Biblia kama ni mfano, si ndio? Haya. Kitendo hicho kinatokea ama kitokei? Cha bwana harusi kuingia kuja kwa harusi kwa karamu pamoja na wanawali wale 10 na wakiwa katika makundi mawili. Hicho kisa ni hai ama ni mfu? Kwa maana kwenye akili zetu tukisikia mfano ni kama jambo by the way, eti mtu anaongea passage ambayo baada ya hapo unaiacha, unaisahau. Lakini kwa Kristo mifano ilikuwa ni maneno haya ambayo ni unabii. Kwa maana baadaye alipomaliza mfano akasema, Bwana, sasa ufalme wa mbinguni umeondolewa kwenu, wamepewa kina nani? Taifa jingine ambalo wenyewe watazaa matunda. Sasa turudi kwenye mfano wa Luka sura ya 13. Fungu la 6 nasema, akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Sawa? Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Fungu la 7. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Kwa kawaida katika mifano hii ya Yesu, wahusika huwa ni wako hai. Kwa mfano, kitabu cha Luka sura ya 15, hapa tu mbele kidogo, alitolea mfano kwenye fungu la 11, anasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Kisa chote ukisoma mpaka fungu la 29
nafikiri hadi la 32 kinafika hicho kisa. Anasema baada ya mfano huo, kitabu cha Christ Object Lesson kikafafanua kwamba ilikuwa wale wana wawili walikuwa ni uwakilishi wa watoto wa Mungu ambao wako duniani, mmoja akiwa ni mkubwa na mwingine akiwa nani? Mdogo. Mkubwa alikuwa na sifa gani? Naam? Sawa. Mwingine akasema na siendi, baadaye akatubu akaenda. Hasa kwenye huu mfano anaeleza kwamba baadaye yule bwana alipoenda akatapanya mali zake, yule mwana mpotevu akarudi. Aliporudi akakuta baba yake yupo bado hajafa, na akapata kwamba baba yake alikuwa sawa, hajabadilika, ila alitazamia vitu tofauti kutoka kwa nani? Kwa baba yake. Miongoni mwa mambo ambayo yule bwana alitarajia kuona baba yake anamkataa, si ndio? Kwa nini? Kwa maana njiani alianza kujisemea kwamba mimi naenda, hata kama nikikataliwa nitamwambia tu baba, kama hao watumwa ambao sio wa damu yako, na mimi niwe hivyo hivyo tu. Lakini baba yake alimpokea kwa namna ambayo yule kijana alishangaa, kwa maana alimpenda kuliko alipokuwa mwanzo, moja. Mbili, alimfanyia karamu ambayo hajawahi kuwafanyia ambao hawajatoka nyumbani, si ndio? Hasa mfano huo ameuweka kwa Mungu moja kwa moja kama ulivyo. Sasa na katika mfano huu wa Luka 13 anasema hivi, kuna wahusika wawili walio hai. Mwingine mhusika wa tatu ni mti. Anasema mtu mmoja alikuwa na mtini, yani shamba, alikuwa na mtini huu, mti mmoja wa tini. Anasema ulikuwa umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Haya. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate, akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka hii mitatu naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Swali la kwanza, ule mti ulikuwa ni mti gani ambao ulikuwa unazungumziwa? Ni mzabibu, ni mtini? Ni mtini. Shamba lilikuwa la mizabibu, la mtini? Hello? Shamba lilikuwa la mizabibu ama la mitini? La mizabibu. Kwa hiyo inaonekana mzabibu ulikuwa umepandwa katikati ya shamba la nini? La mitini, la mizabibu. Mtini umepandwa katikati ya shamba la mizabibu. Na anasema hivi, yule aliyekuwa anaambiwa kwamba huu mti sasa nenda ukate tu, maana hata hivyo unaiharibu hata nchi sasa mahali umepandwa, kwa sababu hauzai. Huyo aliyekuwa anaongea maneno hayo ni nani? Kwenye uhalisia sasa, si ni mfano, na mfano na uhalisia. Sasa ni nani huyo ambaye anaongea hayo maneno kwamba nenda ukate bwana? Labda tuanzie ambaye anaambiwa. Aliyekuwa anaambiwa nenda ukate maana unaiharibu nchi ni nani? Yeye akaanza kusema bwana, uache bwana, mwaka huu nao ukiisha huu mwaka niachie niwekee samadi. Hello? Niwekee mbole, niwekee na maji niumwagilizie. Ni nani? Sawa, sawa, sawa. Yani akamuomba kwa sababu ya mjini na huyu. Bado aone kama tutabadilika. Sawa. Umeelewa hiyo? Jamani, ndugu yetu amepatia kwamba Yesu yuko anaambiwa na Mungu hivi, huo mti nenda ukate hapo, unaendelea kuharibu nchi. Sawa? Halafu Yesu anaanza kumsihi Mungu kwamba Baba, muache kwanza huu mwaka nao
niendelea kuupalilia, niwekee na samadi, niwekee na maji, pengine unaweza ukazaa ukao. Kama hautazaa huu mwaka, basi unaukata. Swali, mawazo ya Yesu na ya Mungu yameshawahi kukinzana hata siku moja? Yaani kuna wazo ambalo Yesu aliwaza ambalo ni tofauti na la Mungu. Haya. Mungu wakati huo alikuwa anahitaji, yeye alikuwa amepungukiwa huruma, alafu Yesu yeye yuko na huruma na uhurumia huo mtini. Alafu Mungu yeye ameshachoka kuhurumia eti. Hapa tunahitaji kuliconsider. By the way, haya mtini wenyewe unawakilisha nini? Mtini huu moja unawakilisha nini? Nani anaweza kujaribu angalau? Kwa maana kwenye kujaribu ndio tunapatia humo. Mtini ulikuwa unawakilisha nini? Na kesi nyingine, Kristo alipata mti huo wa mtini barabarani nao na majani mengi. Akafikiria kama kuna matunda pale ambayo angepata kula, asili njaa. Akapata hamna. Kama ni hapo ametamka akasema inawakilisha nyumba ya Israeli. Sawa. Lakini by the way, lesson ambayo tunahitaji kupata hapa ni ya muhimu kuliko sentensi zenyewe. Anasema akiugeukia mtini, Mwokozi alisema, "Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao waliouawa walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote?" Nafikiri hapa nimeanzia nyuma sana. Ni kwenye kisa ambacho walikuja kumletea ripoti kwamba bwana, kuna Wagalilaya huko Herode amewafanyia mambo mabaya na nini, wakauawa na wengine waliangukiwa na mnara. Wakawambia sio kwamba msifikirie hapo nyie mko hapo mmesimama ni watakatifu ndio maana mko hapo watakatifu. Hapana. Ni wale sio wenye dhambi kuliko nyie, na nyie mkiendelea hivi mtaangamia hivyo kama wao. Nafikiri ni hapo kwenye Luka 13 fungu la kwanza hadi la 5. Sasa turejelee kwenye mfano wetu kwamba Kristo, hiki ni kitabu cha Christ Object Lesson, kinajaribu kutupunguzia uzito wa kuelewa mfano huu. Yesu katika mfano huu hakuelezea matokeo ya kazi ya mtunzaji wa shamba. Kufikia pale kisa chake kinakatishwa. Hitimisho lake lilikuwa mikononi mwa kizazi kile kilichosikia maneno yake. Kwao onyo makini lilitolewa, la usipozaa ndipo ukate. Juu yao ulitegemea iwapo maneno yasiyotanguka yaliyopaswa kusemwa. Siku ya ghadhabu ilikuwa karibu. Katika misiba ambayo tayari ilikuwa imekwisha kuipata Israeli, anasema mmiliki wa shamba la mzabibu alikuwa akiwaonya kabla ya rehema kuhusu uangamizaji wa mti ule usiozaa. And by the way, nakumbuka kitabu cha Isaya sura ya 5, tukipitia kidogo. Kuna mfano pale kuhusu utunzaji huu wa mashamba huu. Mfano mambo yameanza zamani, haya yametabiriwa. Anasema aya ya kwanza, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya
handaki zikilizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Mzabibu ni mngapi? Si mmoja? Haya, mzabibu ulio mzuri. Akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, yaani kisima. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Haya, anauliza maswali baada ya hapo. Na sasa, enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Swali hilo la kwanza. Anasema basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Swali la pili. Naelewa mlolongo unaendelea pale. Ni kisa ambacho ni hiki ama kinafanana kabisa, ya kwamba onyo juu ya mzabibu ambao kimsingi unaanzia kuwakilisha kanisa kwanza lenyewe, kama jinsi ambavyo ule mti uliolaaniwa uliwakilisha taifa la Waisraeli kama kanisa la Mungu duniani. Hosea 9 aya ya 10. Okay. Hosea 9 aya ya 10 yenyewe inasema, mimi nalimkuta Israeli kama zabibu nyikani, nami niliwaona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, wakati wake wa kwanza, lakini walikwenda Baali Peori, wakajiweka wakfu kwa kitu cha aibu, wakawa chukizo kama kitu kile walichokipenda. Hasa 11, si ndio? Naye Efraimu utukufu wake ukarukia mbali kama ndege, uzazi hautakuwapo, wala aliye na mimba wala achukuaye mimba. Yeremia 24 aya ya 5. Ukiendelea kama wewe unaandika, ukiendelea baadaye kusoma kwa ukamilifu kila kisa, unaweza kuelewa Mungu anavyojihusisha sana na haya mambo, kana kwamba wanadamu wakipotea Mungu atakuwa amepotea. Kitu tutaelewa baadaye upendo wa Mungu. Yeremia anasema 24:5, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kama zilivyo tini hizi nzuri, ndivyo nitakavyowaangalia mateka wa Yuda, nilivyowatoa katika mahali hapa waende. Nitakavyowaangalia mateka wa Yuda niliowatoa katika mahali hapa waende mpaka nchi ya Wakaldayo wapate mema. Sasa Mungu ana wazao wa Yuda, ni kwa maana ya kanisa sasa la wakati huo, kwa maana ni wana wa Israeli, mabaki ya wana wa Israeli ndio walikuwa hao wa Yuda. Sasa leo kanisa la Mungu ni wa Israeli ambao ni wa kiroho, ambao pia walikuwa wakati huo Yesu akitoa mfano huu sasa kwa kitabu cha cha Luka 13. Hasa anasema kwamba ule mzabibu ulikuwa umependelewa nini? Moja, Bwana ile alipotaka kupanda aliondoa mawe yote. Unaelewa suluba hiyo? Unaelewa hicho kibarua? Kwa mfano wewe shamba lako lile, uanze kuchimba mawe, uondoe mawe yote mpaka ubaki udongo mzuri. Baada ya hapo uchimbe kisima humo ndani. Baada ya hapo uhakikishe kuna fensi haingii yeyote mbaya. Baada ya hapo uhakikishe irrigation iko sawa, maji yanaingia muda wote. Halafu uweke mbolea. Swali, ukipanda unatarajia nini kinachozuilia mavuno yako? Kwenye hali hiyo, ukipanda kitu humo ndani, unasubiria nini kinachozuilia mavuno yako? Maana kama jua likinyesha au umeshaweka maji, kama ni miamba chini umeshang'oa mawe, kila kitu.
Alafu kapanda mti ukaanza kuwa majani tu mpaka mti umeshakuwa mkubwa. Suppose wewe umepanda, ulifaa mwaka mmoja uanze kuvuna matunda. Sasa miaka imekuwa mitatu, wewe unasubiriaga matunda, mti unaendelea kunawiri kijani. Unajisikiaje? Unajisikiaje? Umepanda mahindi yako shambani, ukaweka mbolea kile, ukajisurubu kweli kweli, ukahakikisha kila hitaji linapatikana, maji unamwagilia, mvua inakuja, ama umeshaweka udongo, umewekea mbolea vizuri. Halafu mahindi yakakubali kuwa ya kijani, ile dark green ile. Halafu yakaendelea sasa, yanaenda tu juu, hakuna kuzaa wala kuchanua, hamna, yanaenda tu hadi msimu unaisha wa kuvuna. Wenzio wanavuna mahindi, wewe mahindi yako ni ya kijani tu, hayana nani. Haya, mwisho wa siku yanaanza kukauka na ukijani wake hivyo hivyo, na majani mazuri hayajawahi kuchanua. Unajisikiaje? Unafurahia hicho kijani? Unajiserufi humu, unafurahia kwenye hicho kijani kwamba sasa na wewe umefaulu hicho kilimo. Sasa Mungu anapotuwekea kwenye mifano hii, anatuwekea vitu ambavyo labda tutaumia, tutaelewa moyoni, tutaliweka moyoni, kwa maana ni vitu vya kibinadamu ambavyo sisi tunajihusisha navyo. Wewe piga tu hesabu mwenyewe. Umepanda kama hivyo, umepanda nyanya zako, yanaenda ni mamiti tu, lakini ni ya kijani. Mtu akifika hapa hii ndio shamba darasa sasa hii hapa. Hakuna mtu umenyauka. Ni ya kijani, umestawi. Chini pa baridi, yani kwa maana yamekutana kutoka mti mmoja na mwingine, yamekutana mpaka chini, magugu hayamei. Afu yanaendelea tu siku kwa siku, hamna kuvuna. Unajisikiaje? Haya. Hiyo hata Yesu mwenyewe hakutoa jibu, aliwaachia kila mmoja hatima mikononi mwake. Hasa anasema mti usiozaa unapokea mvua na jua na utunzaji wa mkulima. Unachukua virutubisho kutoka ardhini, lakini matawi yake yasiyozaa yanaitia tu ardhi giza, kiasi kwamba mimea ile inayozaa haiwezi kustawi katika kivuli chake. Hivyo karama za Mungu zilizotolewa kwa wingi juu yako hazibebi baraka yoyote kwa dunia. Unawaibia watu wengine manufaa ambayo kama si wewe yangelikuwa ya kwao. Unaelewa hiyo? Yametupata ya Nathani sasa na sisi leo hapo. Ya Daudi. Naambiwa na nabii kwamba sasa nikutolee mfano, anaambiwa Daudi na nabii kwamba Mfalme Daudi, kuna mtu mmoja alikuwa na kondoo wengi, au kondoo, kulikuwa na jirani yake, yeye ana kondoo huyu mmoja. Sasa yule bwana akapata wageni, akaenda kumnyang'anya yule mwenye na kondoo mmoja ambaye ndo anategemea huyo maisha yake, akaja kumchinjia mgeni wake kondoo wa jirani ambaye yeye anao wengi, hajachinja wa kwake hata huyu. Hasa akauliza ushauri, unaonaje mheshimiwa, huyo mtu tungemfanyaje? Alijibu aje? Auawe. Hasa baada ya sentensi hiyo akaambiwa mtu huyo sasa ndio wewe mheshimiwa. Akaelewa dhambi yake, akalalua mavazi yake, akasamehewa. Sasa leo sisi hapa inategemea kama tutaelewa na sisi dhambi yetu, tulalue mavazi ya rohoni, tuungame na tubadilike. Bwana atusaidie kama alivyosaidiwa ndugu Daudi akasamehewa, ya kwamba Mungu alikupatia wewe Daudi kila ulichomuomba. Moja, ulikuwa wewe kumchunga kondoo kule kondeni, amekuokota huko. Na baadaye unajua Daudi ndugu zake walikuwa hawampendi kwa sababu ya maisha ya pale nyumbani, kisa cha mama yake Daudi na mzee wake. Sasa alikuwa kama vile ametengwa, na akienda machungani wanategemea ataenda akalaluliwa huko na wanyama wakali, hawajali wale ndugu zake.
Sasa anaporudi yeye ndio ikamjengea ushujaa mpaka anafumbua makano ya simba, anatetea kondoo wake, ndio akawa hodari. Sasa Mungu akamwambia, huko nikakutoa mheshimiwa Daudi, nikakuleta huku, nikakupandisha mpaka ukawa nani? Mfalme. Nikakupea mke, ukapata mke, nikakupea mali, nikakupea majeshi, ufalme wako huko imara. Na kama ungetaka kitu kingine ungeniambia ningekupa. Ila leo umeamka ukaenda kunyang'anya mwenzio nani? Mke wake, ndugu Uria. Haijatosha, umemuua Daudi. Alivyoambiwa hayo akasema ila ni kweli, akalalua nguo zake, akaona hatia. Hasa leo sisi tumegundua kwamba kumbe kinachozungumzwa kuwa ni tini, hiyo mtini huo ni roho ya mtu huyu aliyeko mahali hapa, anasikia ya kwamba Mungu amekupatia mbolea, amekupatia, unanyonya virutubisho kutoka katika ardhi, amekupatia jua, amekupatia nini? Mvua, amekupatia mibaraka yote ya samadi. Wewe unaendelea kustawi tu, hauzai nini? Matunda. Unaendelea kuwa ni kijani kibichi. Sasa amesema nini? Kwamba kitendo hicho hauzai matunda, kwa maana huku chini kama wewe usingekuwa hapo kwenye hiyo ground, kuna mimea mingine ingekuwa imeota hapo, si kweli? Wangapi ameshawahi kuiona miembe? Miti ya maembe, mango trees. Ile achana na ile grafted. Ile mikubwa. Unapata mwembe umetanda kama hii jengo lote. Ni mwembe mmoja umeota hapa na mwingine kule. Wote hapa mnakaa kwenye kimvuli, hakuna mtu anapatwa na jua. Si kweli? Hapo chini kuna kuaga na mimea imeota. Suppose hiyo miembe sasa imeweka giza hapo chini. Hakuna mmea unaota. Halafu isizae matunda. Kama isingekuwepo ingemea mimea mingine. Singezaa matunda. Hasa Yesu baada ya mfano huo anatugeuzia na sisi kama Nathani ya kwamba karama na talanta ambazo ametuwekea kwa wingi juu yetu hazibebi baraka yoyote kwa dunia. Miongoni mwa karama moja, karama gani? Ama hamna karama humu ndani? Karama ya kwanza hii ya kushikilia mavitu hii hapa. Sawa? Karama ya pili, hata ukarimu ni karama, si ndio? Karama ya tatu hatuzitaji kwa sababu zimo ndani mwetu, zimekuwa vilema, hazizai. Kwa maana tumeziweka chini, tumezifukia kama talanta za yule tajiri ile bwana. Nani kuulize, ukitokea ukahama hapo ulipo, si ndio? Achana na kuhama, ukafa. Au hata mimi nikafa, sije nikasema nyewe tu ndio mnaweza kutolea mfano. Hata mimi nikifa, je, kuna watu watapungukiwa kitu chochote kwa sababu nimekufa? Have you ever thought like that? Mshaye kujiuliza hiyo? Hivi leo nikifa, achana na uchungu wa mama yangu, yeye anaanza kuwaza tu syrup dozi zile zenye alikuwa ananunulia na nini na sabuni za kunifulia. Achana na yeye. Wale majirani, wale watu tu wa kawaida unaoishi nao kwenye jamii. Ukipotea, wanaweza wakahisi uwepo wako kwamba kuna mtu alikuwa hapa hayupo, sasa tutafanyeje? Yesu alivyopigwa msalabani, alivyopigiliwa pale msalabani, kila mahali uhitaji ulikuwepo, si ndio? Hata ukisoma kitabu cha kile cha Matendo ya Mitume, utapata hata yule bwana ambaye aliponywa na kina Petro na Yohana, na alikuwa kwa muda mrefu akitarajia kuponywa na nani? Na Yesu. Yule bwana alikuwa hamna mtu anayeweza kuelezea disappointment aliyokuwa nayo moyoni. Kwa uwepo wa Yesu ulikuwa unamtia moyo kwamba atapona, kwa maana walipona waliokuwa wahitaji zaidi kuliko yeye, na hata wafu kabisa walifufuka.
Swali, mimi leo hapo hivi nikipotea, ikabaki sura tu kwenye akili zenu, kuna mtu anaweza akasema hivi, huyu jamaa angekuwepo hapa mambo angekuwa sawa? Ama watu ndio watasema afadhali. Hawezi kusema ila moyoni anasema jamaa angekuwepo huyu hapa mimi nisingeweza kufaidi. Hasa anasema hivi, kama mimi kwenye jamii ninayoishi hakuna mtu ambaye anafaidiwa na uwepo wangu na karama yoyote ambayo Mungu ameniwekea. Hakuna mtu ambaye anafaidika nayo. Anasema hivi, bora usinge kuwepo kwa maana unatia kivuli, hata ardhi, nchi unaiua. Unaiua aje? Je, unajua kwenye maandiko nchi imewakilishwa pia ni nini? Dunia hii. Sasa wakazi wa ulimwengu huu kama hawafaidiwi, ukisikia nchi unaiua ni kwa namna gani? Si kuna wale ambao wanategemea waone mema kwa Wakristo ama hamna? Kama hawayaoni watakuja kanisani. Unawaua ama unawatia moyo? Wanakufa. Sawa, anaendelea hivi. Sasa anasema ni muda mrefu kiasi gani umekesha na kusubiri jibu la upendo? Hapa nimeskip. Mahali nimeskip hapa. Sawa. Anasema hivi, onyo lile lilisikika katika vizazi hadi kutufikia kwenye kizazi hiki. Hilo onyo. Je, wewe ewe moyo usiojali, ni mti usiozaa katika shamba la Bwana la mizabibu? Sasa hili ni moyo huo, hapo ndio unaulizwa hapa. Mimi simuwezi kumpoint mtu hapa. Kila mmoja na mimi moyo wangu hapa unadondokewa na swali hilo. Je, maneno ya hukumu kabla ya muda mrefu yanasemwa kwako? Ni muda mrefu kiasi gani umepokea karama zake? Ngoja niwaulize. Karama mnazielewa ambazo Mungu anazitoa? Ambazo baraka zake ambazo sisi anatupatia. Unaelewa? Haya, kwa muda mrefu kiasi gani umedumu kuentertain tu hizo? Anasema ukiwa umepandwa, ni muda mrefu kiasi gani amekesha na kusubiri jibu la upendo? Ukiwa umepandwa katika shamba lake la mizabibu, chini ya uangalizi makini na wa mkulima, ni fursa zilizo zako. Ni mara nyingi kiasi gani ujumbe mwororo wa Injili umesisimua moyo wako? Umechukua jina la Kristo kwa nje. Wewe ni mshiriki wa kanisa ambalo ni mwili wake, na bado hutambui muunganiko hai pamoja na moyo ule mkuu wa upendo. Wimbi la maisha yake halibubujiki katika kupitia kwako. Sifa njema za tabia yake, tunda la Roho, hazionekani katika maisha yako. Kwa hiyo Kristo kwenye mfano huu anapozungumzia wanaozaa matunda na wasiozaa matunda, anazungumzia tunda la nini? La Roho. Mambo mengi amezungumzia hapa. Anasema umekuwa mshirika wa kanisa ambalo kanisa ni mwili wa nani? Ni mwili wa Kristo, si ndio? Swali, ni kweli mwili wa Kristo hauna mema yoyote ya kuwasaidia, ya kuwafaidi watu ambao ni wako nje ya kanisa? Eti nani kuulize, kama Kristo mwenyewe katika mwili wake huo mmoja aliokuwa nao hapa duniani, kama angeishi katika maisha kama haya mimi ninayoishi mimi, mateso ya wale ambao aliwapunguzia maumivu yalikuwa yabebwe na nani sasa? Yangeendelea hivyo hivyo. Matumaini ya watu ambao walikuwa hopeless sasa wangeendelea kuwa hopeless hivyo hivyo. Sasa mwili wa Kristo kutoka kwenye huu mwili wenye miguu miwili tu umeshakuwa ni mwili ambao ni kanisa zima duniani. Ni mwili huu. Je, ni kweli kwamba sehemu ya kanisa lake, sehemu ya mwili wa Kristo
ni binafsi, alafu sehemu nyingine ina upendo. Mwili wa Kristo umegawanyika. Basi kama sio hivyo, tutambue kwamba sisi kuna wakati huwa tunajidanganya kwamba sisi ni sehemu ya mwili wa Kristo, wakati tukiwa hapana. Halo? Kazi ni ngumu sana hii hapa. Mti usiozaa unapokea mvua na jua na utunzaji wa mkulima, unachukua virutubisho kutoka wapi? Kutoka ardhini. Matunda ya Roho, tunda la Roho si tunaelewa? Hebu tusome Galatians sura ya chapter 5. Galatia sura ya 5, tupitie kidogo mahali tunda la Roho. Anasema lakini tunda la Roho 22 verse 22. Lakini tunda la Roho ni moja, upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hasa hayo mambo niliyoyataja, hayo ndiyo matunda. Hayo ndio ambayo Kristo akiyaona kwangu mimi, akiyaona siku moja ikitokea akayaona kwangu, basi hiyo ndio sura ya Kristo inaonekana ndani yangu, na anasubiria hicho tu kionekane kwa washiriki wa kanisa ndio wakuje. Aje, maandiko kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho anasema aje kudai kuwa ndio watu wake. Kwa maana Mungu sio muongo, aje leo adai mimi kuwa ni mtu wake. Kesho alafu akishadai hivyo, baada ya muda tu unaenda kumkana tena kwa matendo yangu na maneno yangu. Imekuwa muongo sasa. Sasa anasubiria tabia ya Mungu, anasubiria tabia ya Kristo kama maisha yake aliyokuwa nayo duniani ionekane kwa wanadamu ambao wako chini ya jua, wanaoitwa kwa jina lake kwamba ni wa Kristo. Ikidhihirika hiyo, basi Kristo anafanyeje? Hana cha kusubiri tena. Sasa bahati mbaya ni kwamba wanadamu wengi ambao Yesu anatusubiria tufanane na yeye, kwenye akili zetu bado tuna Mungu ambaye yeye ni katili kwenye akili zetu. Ndio maana hatuachi ukatili. Wewe nikwambie, kama mambo ya dini, kiongozi mkubwa ni Mungu anayeabudiwa kwenye hiyo dini maalum, si ndio? Kwenye dini husika. Kama ndio kiongozi huyo Mungu, halafu kwenye akili ya huyo mtu anayeongozwa, Mungu ni katili tu kuanzia mwanzo wa maisha yake mpaka mwisho milele. Yeye ni katili. Akimwangalia tu Mungu, anaanza kuona tu ni damu zinamwagika. Anaona tu Mungu ni katili, anachoma watu mioto. Swali, huyo mtu atakuwa tofauti na Mungu? Hawezi. Wewe kama Kristo angekuja hapa akaanza kukatakata watu na mapanga, akaanza kushusha mioto watu, kuagiza watu wachomwe na mioto wakateketezwa kama kule kwa mtumishi Elia. Kama Yesu angekuja akaanza kufanya kazi za hivyo, sisi leo tungefanya tofauti na hizo? Tena injili ndio ingekuwa rahisi sasa, maana matendo ya hivyo maovu ndio mepesi kuyafanya, si ndio? Kwa hiyo mtu ambaye bado kwenye akili yake Mungu aliyeko kwenye akili bado ni Mungu ambaye yeye amejaa tuhuma na hatia za dhambi, bado ni Mungu ambaye kuna visa vingi vinamfuata kama mtekelezaji wa mauaji. Akili hiyo ya hivyo, mahubiri hayawezi kubadilisha roho ya hivyo. Ni mpaka mtazamo wa mtu ubadilishwe kutoka kwa Mungu muuaji na katili na kuja kwa Mungu ambaye anafanana na Kristo. Na by the way, mshawahi kupata mahali Yesu anashutumiwa? Hamna. Hata watu huwa tufikiriagi, tutumii muda wetu kufikiria kwamba Kristo anaposema hivi kwenye kitabu cha Yohana, nafikiri Yohana 12. Tuangalie Yohana sura ya 12 aya ya 48 hadi 50. Maandiko anasema hivi: yeye
anikataaye mimi, asiyekubali maneno yangu, anayemhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Aya 49. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Hello. Anasema kwenye ile version nyingine kwamba ameniagiza yeye mwenyewe nitakayonena ninene nini na niseme nini. Swali, huyo Baba ni nani? Baba aliyemtuma Yesu ni nani? Ni Mungu. Haya. Yesu alikuja kutukomboa ili maisha yetu yatoke kwenye nini? Kwenye dhambi, ambayo wadhambi watachomwa moto, sawa? Haya. Anayechoma moto siku ya mwisho ni nani? Mzee. Atakayewachoma watu siku ya mwisho na moto anaitwa nani? Ni moto wa nani ule utakaoangamiza waovu? Ni wa nani ule moto? Ni wa Shetani. Shetani je, ataangamizwa na moto ama hataangamizwa? Swali, akimaliza kuangamiza wenzie na yeye anajiangamiza, ama kuna shetani mwingine mkubwa zaidi ambaye yeye anabidi achukue shetani huyu sasa ndiye achome? Shetani si ataangamiza watu na moto, na yeye ataangamizwa na moto wa nani? Nauliza kanisa, sio kwamba niliyemwangalia ndio namuuliza, no. Moto wa Mungu, sio? Na Mungu akimaliza kuwachoma watu, anamchoma na shetani. Akimaliza hiyo kazi anaenda kuwa mtakatifu, anaanza kuhubiri watu mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo eti. Sawa. By the way, inachukua muda gani kwenye ulimwengu ukiangalia kubadilisha sura ya Mungu ifanane na Yesu? Katika maandiko hata kwenye vitabu vya roho ya unabii, kitabu chenyewe kile cha e-writings cha maandiko ya awali kinasema hivi. Hata Ufunuo, Biblia yenyewe inasema Yesu alikuwa akimsihi nani? Baba, damu yangu. Inikana kwamba Mungu anapungukiwa na nini? Na hekima, anapungukiwa na huruma kwa wanadamu. Yaani kama yeye anakingwa tu na Yesu. Yesu akifanya uzembe kwenye kutuombea, Mungu anakuja furu na hasira zake. Sasa ni lini Yesu ataonekana kuwa wema wote alioufanya ulikuwa unatiririka kutoka kwenye kifua cha baba yake? Na hapa amesema yote aliyokuwa anayafanya aliyafanya kwa nani? Aliyafanya sio kwa nafsi yake, bali Baba aliyempeleka ndiye alikuwa anamwambia la kufanya, sawa? Kwa hiyo kabla hajaambiwa alikuwa yuko kimya, amesimama tu anaomba. Baada ya kusikia sauti anaambiwa afanye hivi, ndio alikuwa anafanya. Swali, kama Baba huyu ambaye alikuwa anafanya hayo alikuwa anamwagiza Yesu, kama angekuja mwenyewe angefanya tofauti na vile Yesu alivyomwagiza? Alivyokuwa anafanya Yesu hangefanya tofauti. Sasa swali, mbona kwenye akili zetu kuna Mungu mwingine ambaye yeye baadaye tunamsubiria aje atukamate na kututupa kwenye moto? Hata sijui nimefikaje kwenye hiyo. Ila mimi nilichokuwa nazungumza ni kwamba katikati ya wanadamu tunaoishi, Mungu aidha washiriki ama washiriki wa kanisa ama washiriki wa ulimwengu tu, Mungu anachotarajia kuona ni roho ya Kristo inadhihirika kwa nani? Kwa ulimwengu. Kwamba Yesu hangeweza kumpita mtu yeyote. Yaani Yesu ana safari yake, alafu akampita mtu yeyote ambaye amelemewa na mzigo wowote, aidha wa maumivu ya magonjwa, aidha maumivu ya nini? Ya kiroho. Yesu asingeweza kumpita mtu yeyote. Swali, wewe mimi hapa ningekuwa ndio niko wapi? Niko na msafara wa watu wengi hata sioni mwisho. Alafu kuna mwingine amepanda juu ya mti anataka anione. Ningesimama hapo? Anasumbua. Anasumbua. Ndio maana hata wale wenzetu walipoletewa watoto, Yesu alipoletewa watoto wachanga awabariki.
walikubali. Sema we kaa, songa, mnasumbua Masihi, si ndio? Songa kando. Lakini Yesu ndani ya hao watoto alikuwa anaona nafuu kubwa sana ya kanisa lake kuliko wakati huo watu wazima waliokuwepo. Alikuwa anaona wafia dini kwa hao watoto, ambapo juu ya hao watu hapo alikuwa anaona watu wanaosema msulubishe, walikuwepo hapo. Haya. Sasa Mungu tusaidie sana. Kwa maana hali shetani anachofanya katika maisha ya kila mmoja wetu ni kuhakikisha tunajisahau kiasi kwamba tuanze kufikiria kwamba Yesu kuna wakati anaacha kutuongoza, tunaanza maamuzi yetu wenyewe, na shetani hatuongozi, tunafanya mambo yetu wenyewe. Umeshawahi kufikiria hiyo? Sasa anasema leo anakualika, Israeli, mrudie Bwana Mungu wako. Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao, nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo. Nitakuwa kama umande kwa Israeli, naye atachanua maua kama nyinyoro. Na anaongeza kusema kwamba na kuieneza mizizi yake kama Lebanoni, na wao wakaao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngano na kuchanua maua kama mizabibu. Kwangu mimi yamepatikana matunda yako. Amenukuu kitabu cha Hosea sura hiyo ya 4 aya ya kwanza hadi ya 8. Sasa mahali Mungu katika kitabu cha Yeremia, kitabu gani, anasema Efraimu, ninawezaje kukuacha? Wewe nikwambie, mtu ambaye alichukua nguvu zake, alinyanyuka na nguvu zake akaenda kutoa mawe shambani, kufyeka. Shamba ni poli tu kama hilo. Anafyeka, anang'oa visiki, anatoa mawe, anaanza kusomba mbolea, anaenda ananunua huko na huko, anaenda kununua mbegu yake bora kabisa, anakuja kuipanda juu ya mbolea, anakuja kuimwagilia kwa gharama nyingi, anachimba kisima kwa gharama nyingi, anaajiri watunzaji wa shamba. Huyo mtu, huo mmea anaupenda kuliko unavyofikiria. Labda siku nyingine ila masomo mengine yanahitaji practical. Naelewa? Kwa maana Yesu mara nyingi ametolea mifano yake kwenye vitu vya asili, si kweli? Hasa mtu ambaye yeye amezaliwa juu kule, anashukaga chini kwenda kufanya shopping Kariakoo, anarudi gorofani, anashuka siku nyingine anashuka kwenye magari tu, hata kanyagi ardhi. Ataelewa huyo mitini? Ataelewa zabibu huyo? Mizabibu hajui mti wake, anakutana nazo kwenye plate. Mtu ukimwambia maana ya mti mmoja, unajua hata kama wewe ni pesa unazo, ila kwa ajili ya kufanya mazoezi ya huduma kama tunavyohudumiana wanadamu kwa wanadamu, hebu pata hata kama ni mbegu 3, zichukue ukazipande, uanze kuzishughulikia, uzichimbie, uziwekee mbolea na nini, hata kama ni matunzo madogo madogo. Halafu upate mmea wako unastawi, unatoa majani mapya malaini machanga. Halafu upate mdudu amekata chini, amekatia kama kwa chainsaw, amekata chini, ameangusha huo mti. Utaanza kuelewa vizuri kinachozungumzwa hapa. Mungu anasema, Efraimu, mimi nitawezaje kukuacha? Ninawezaje kukuacha? Na wewe sasa kama utaki kunirudia, nitakuponyaje? Hivi unaelewa? Mungu hayuko tayari kuniacha mimi, hayuko tayari kwa kweli.
Lakini mimi bado niko na zengea, nina tabia mbaya na mazoea mabaya ambayo kimsingi siwezi kuishi pamoja naye, hata nikimwona ninamenya mbio. Sasa huyo moyo wake ni unauma kuliko mimi ninavyofahamu, si ndio? Moyo wa Mungu kwa kweli unaumia kuliko tunavyojua. Ngoja nikwambie, kama kuna wakati ambao Mungu anaumia roho, ni wakati ambapo anaona mimi ninaelekea kufa, ninaelekea kufa na madawa ya kulevya ama na mazoea mabaya ya ulaji, ninaanza kuota kansa kwenye utumbo, halafu sijali. Unaelewa? Alafu akiangalia sina dalili yoyote ya kugeuka na sitaki kugeuka, naona niko sahihi tu. Mimi mwenyewe siwezi kuielezea hayo maumivu, kwa maana mimi ndio msababishaji. Ni kwa upendo wa jinsi gani usiochoka Kristo anawahudumia Israeli katika kipindi cha nyongeza cha majaribio. Juu ya msalaba aliomba, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Baada ya kupaa kwake, injili ilihubiriwa kwanza katika Yerusalemu pale, Roho Mtakatifu alimwagwa pale katika siku ya Pentekoste. Stefano anabadilika uso kwenye kitabu cha Matendo pale sura ya 6 kuanzia fungu la 15. Asa wale watu, yote hayo Mungu anayafanya ndani yao ili angalau wapate kugeuka. Hayo yote ni jitihada. Suppose hizo ni jitihada Mungu anafanya ili nini? Watu wake wapate kuona jinsi anavyowapenda. Hata nafikiri ndio Mungu ameruhusu wanadamu tuwe tuna ndoa ziwepo eti. Hivi umeshawahi kufikiria Mungu anavyotufundisha upendo kwenye upendo wetu na Mungu kwenye ndoa? Tujaoa. Anyway, kila ambacho Mungu anataka hapa kwenye hii chapter ya 13 ya kitabu cha Luka, kwenye huu mfano mfupi sura ya aya ya 6 hadi ya 9, kwenye Isaya ndio amekiita mpenzi wake. Unaelewa? Mpenzi, unaelewa? Mpenzi ni yule ambaye kimsingi moyo wake umeshikamana na wa mwingine, kama jinsi Jonathan na Daudi walivyokuwa. Biblia inasema walikuwa wameshikamana moyo wa huyu ni kama wa huyu. Ukimfanyia kitu ni kama umemfanyia mwingine. Ukimfanyia Daudi ujeuri, anahisi yule bwana Jonathan anahisi umemfanyia yeye kikamilifu. Vile vile ni kama mke na mume. Na kama kuna wakati wanaume wana nguvu, oje umpate sasa anapigana alafu na mke wake yupo, hawezi kumshinda. Kwa sababu gani? Aje akute manyanyaso yanatokea kwa mke wake, nyumba ikiungua. Labda sasa hii ndoa za sasa hizi labda ni mikataba, lakini kawaida nyumba inaungua, mke anaungulia ndani, huyo mwanaume wa hesabu umempoteza, labda asiwepo karibu, anajitupa mumu kwenye moto. Sasa Kristo angewezaje kutuache sisi kanisa lake sasa tukiwa hapa? Haikujalisha maumivu yale ambayo yangempata, sio kwamba hakuyajua. Ngoja nikuulize, mtu akiwa anauona moto unaungua, hajui kama moto unaua? Kujitupa kwa ajili ya kuokoa mke wake, kwa sababu moyo wake umeshikamana na wa huyo anaye. Sasa sisi tunapotea, moyo wa Kristo umeshikamana na sisi, ila sisi mioyo yetu ndio iko inaambaamba, nafurahia vitu vya shetani, mtego. Lakini sasa Bwana atusaidie. Kitu gani sasa cha kutoka hapa nacho? Kwa maana mambo ni mengi, ila Mungu anatamani kwamba katika mazingira yote ambayo tunaishi, katika jamii yote ambayo tunaishi, anatamani kwamba watu wapate kubarikiwa na uwepo wetu.
Mimi hata siku nyingine huwa ninafikiria, sijui nitafanya nini kwa ajili ya kufanya kama Kristo alivyofanya. Wewe hapo ukipata watu saa hii wako 20, wote wana njaa, wanahitaji chakula, na wewe uko hivyo hivyo, unawahurumia au wahurumii? Ukimaliza kuwahurumia unafanyaje tena ili wapate sasa chakula? Maana kuwahurumia hawezi kushiba huruma. Wapate sasa chakula na wewe huna, unafanyaje? Unaona maumivu hayo moyoni? Ni kama siku moja tuliambiwa hapa, ukipata mtu uko na kansa, imekula utumbo, imevimba dude kubwa hapa ndani, mdomoni madonda, analia, uko naye hapo, wewe na wewe huna cha kumsaidia, ila unampenda, unatamani kumsaidia, unafanyaje? Na wewe unalia. Sasa haisaidii. Ndio hiyo. Ila kadiri Mungu alivyotuwekea vitu vya kusaidiana, kadiri ya uwezo, Bwana anataka tusaidiane. Wanaolia basi tulie pamoja na. Ila leo wanadamu ndio dunia hii imejaa watu ambao saa hii yuko radhi ndani, yeye yuko na unga hata gologolo 10. Wewe ukienda kuwazima na kuambia jamani, na sisi tumemalizia huu, yani yuko radhi aongee uongo. Umeelewa? Na sisi ndio ulikuwa huu tu, ndio maana hata unaona ugali haujakaza vizuri, unga umepelea. Maana sisi hapa hata hatujui kesho tutakula nini. Pole, anajifanya kuhurumia pale, huruma ya kinamna. Halafu ukiondoka anaanza, yani sijui watu wanakuaga wapi. Na sienda kupiga vibarua tunapata unga, wewe ni kuombaga tu. Ndio hayo yapo au ni uongo? Sasa Mungu anachohitaji, unajua kwamba ukimsaidia mtu huwa kuna kitu moyoni kinakuja kama furaha. Achana na shukrani, hata akiposema asante. Sawa? Hata ukimvusha tu barabara mtu ambaye hana miguu au mtoto mdogo, jisikiaje? Ila saa hii ukienda watu umechanganyikiwa mjini, ukiuliza tu bwana nisaidie, mimi ni mgeni hapa, mahali pa kulipia uani nikajisaidia ni wapi? Una ngapi? Una shilingi ngapi kuelekeze? Ndio hiyo. Utatoa utoi. Labda sio umebana ukojoa. Ndio hiyo, ndio dunia tulionayo. Sasa mwili wa Kristo hauko hivyo. Mwili wa Kristo uko radhi kuchelewa mahali ukihudumia kiungo kimoja, si kweli? Wewe hapa kwenye mguu ukipata jeraha, mikono itafanya kazi, inaanza kushughulikia hicho kwanza, hilo jeraha kwanza la kiungo kimoja kinachoitwa mguu, si kweli? Basi baada ya kusema hayo, ningetamani tushirikiane mawazo. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana neno la kuongezea? Sawa.